marehemu, kauli thabiti mpendwa wetu SP Awadh Mohamed. Msafara umefika sasa maeneo ya Kisutu, ama karibu kabisa na mahakama ya Kisutu, na kama ambavyo nimekuambia uelekeo ni katika msikiti wa Manyema. Mara baada ya hapo mwili utapelekwa katika makaburi ya Kisutu kwa ajili ya taratibu za kupumzisha katika nyumba yake ya milele. Asante sana kwa wale wote ambao mmeendelea kuwa sehemu ya matangazo haya ya moja kwa moja tangu asubuhi kabisa, ratiba ilipoanza majira ya saa 12 mpaka muda huu tukiwa tunaelekea msikiti wa Manyema kwa ajili ya kisomo na dua ya mwisho kwa ajili ya kuombea mwili wa marehemu, tayari kabisa kwa ajili ya kumpumzisha. Katika utumishi wake wengi wameuzungumzia kama utumishi ambao tukuka kwa namna ambavyo aliweza kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo wananchi, vyombo vya ulinzi na usalama na wengineo katika kuhakikisha misingi ya usalama inazingatiwa na inasimamiwa vizuri, lakini pia haki ikiendelea kutolewa bila kukiukwa. Na msafara huu umefika katika maeneo ya baridi hapa Mnazi Mmoja, na kutoka hapa ni uelekeo wa Kariakoo, ambapo ndipo dua na kisomo cha mwisho kabisa kwa mwili wa marehemu kinakwenda kusomwa kabla ya safari ya kwenda kupumzisha mwili huo katika makaburi ya Kisutu, ambapo ndipo hapo mwili huo utakwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Kama ambavyo tumezungumza ama kukumbusha mara kadhaa, ya kwamba SP Awadh Mohamed alifikwa na umauti mara baada ya kuhusika katika ajali ya gari iliyotokea kule Pugu mwisho wa lami, ambayo ilihusisha magari mawili mara baada ya gari lake kugongana uso kwa uso na daradara, kielezo kwamba changamoto kubwa ilikuwa kwa na msafara huo umekaribia kabisa, ama umefika hapa katika msikiti wa
Manyema Kariakoo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.